mlikuwa mnalalamika, watu wako wanaogopa kucomment. Sasa na habari inakuwa haijakamilika kama hujaibalance, si ndio? Changamoto ndio hapo. Na mimi naomba nirudi kwenye issue ya malezi. Kwa sababu mimi nimesoma sehemu mbalimbali na nimeshuhudia uhuru wa mtu kujieleza akiwa mdogo kwa mzazi wake. Naam. Because tuanze udogoni kabisa ili yazoeleke. Mtu apata anakuwa mkubwa amezoea kuongea. Sisi tunatumia sana Kiswahili, mimi nasemaga Viswahili vya kuna misemo, kuna methali. Yaani unajaribu kutumia njia mbadala ya kuelezea kitu kwa heshima, lakini inawezekana katika kutafuta njia ya kuelezea kwa heshima unapoteza mantiki na nguvu ya kile unataka kuelezea kwa sababu huna ule uhuru. Kwa hiyo unaanza kudance around the subject instead of kama filamu za Kihindi. Yaani huendi kwenye point moja kwa moja. Unahisi kwamba kwenye issue ya malezi na utaratibu wa tamaduni zetu zinatudidimiza uwezo wa kuhoji kwa nguvu direct, na vile vile mtu kuzoea kama mwalimu, kama unamuuliza mwalimu anaona amekosea pale mbele, kila mtu anasema tutamwambiaje mwalimu amekosea? Mwambie samahani mwalimu, nadhani pale kidogo ilikuwa kwa wewe ndio umekuwa mwalimu kwa sababu yeye hajazoea kukosolewa. Unadhani kwamba hii inaweza kufanya mpaka mtu apata anapata mamlaka, hajazoea kukosolewa kiasi ambacho ana catch feelings ikitokea kwamba amekosolewa. Naam, hilo ni kweli, ni kweli. Swala zima la malezi kitamaduni nadhani hatujazoea sana tangu tukiwa wadogo. Yani inachukuliwa tukikosoa yani wewe hauna adabu. Kwa hiyo ni rahisi kukuathiri hata ukiwa mtu mzima. Watu wanaweza kawa wamekosoa tu kwa nia njema, wewe ukaona tu labda umeamua kukudharau au kukukosea heshima. Kwa swala la malezi pia linaweza kawa linachangia, tujalifanyia utafiti moja kwa moja, lakini ni kitu ambacho nadhani kinaweza kawa kinachangia pia kusababisha watu wasiweze kuchukulia vizuri pale wanapokosolewa.